Tulokuwa single tunateseka. Pole. Tumesafiri kilomita nyingi sana kutoka Dar es Salaam mpaka Moshi kuhakikisha kwamba tunaleta huu mzigo hapa. Sijaamini ushindi wangu. Ulivyopata ushindi huu, unajisikiaje? Nimefurahi sana. Kwa sababu siku zote wanamuona anacheza, nikasema inawezekana kweli kwa Tanzania ukashinda gari. Kula tano kwanza. pmbet.co.tz ni mchezo gani pendo ulikuwa unapendelea kucheza? Mimi huwa napenda sana kucheza Sun of Egypt 4. Mimi naambia wadau waamini haya mambo yapo. Cha msingi ingia kupitia pmbet.co.tz. Mleteni huko. Nifateni. Akina dada msubirieni hapa. Wako mwana ulimtuma duniani sifa na maana, jamani ishara kwamba unanipenda zaidi, hivyo nimeelewa sifa nitakupa zaidi, ishara kwamba unanipenda zaidi, hivyo nishaelewa sifa nitakupa zaidi. Na siwezi jizuia kusema wako wema, na sio kwamba najigamba. Oh, hallelujah. Hallelujah. Amen. Jesus. Yaani unajua nimekaa hapo ndani nikasikia kuna wimbo na wimbo. Nikajikuta Roho Mtakatifu anashuka. Aisee, umenikumbusha mbali sana. Yaani umenikumbusha enzi za zamani ambazo nilikuwa nahudhuria kanisani kipindi nipo mdogo, vipindi vya Sunday school. Kuna mwalimu mmoja hivi alikuwa anaitwa Mwalimu Esther. Alikuwa anapenda sana kutufundisha kuimba pambio kama hizi ambazo unazimba wewe leo. Dada, ubarikiwe sana. Asante. Ubarikiwe sana, na kiukweli Mwenyezi Mungu amekupa kipaji kikubwa sana na amekupa talanta kubwa sana. Mungu aendelee kukubariki. Alafu unaonekana pia ni mtu wa kanisani. Sawa, na ulishawahi kufanya labda kwaya hizi sehemu tofauti kwenye makanisa na sehemu nyingine? Ndiyo, mamangu alikuwa ananipeleka sana church. Kwa tukawa tunaimba huko. Na mimi nilijua tu, manake kuna muda nimekaa nimesikia kuna toni fulani hivi unakuwa unapanda, unashuka, unapanda, unashuka. Nikasema hapana, sio bure. Nikajua tu kuna sehemu utakuwa umepitia. Kiukweli umenifurahisha sana na umenikosha sana yani. Nimependa sana hiki kitu. Asante. Basi sawa, ngoja mimi nimalizie kuvaa mara moja hapa kwa sababu nimetoka, kwa sababu nimesikia kuna vitu unanipa mara moja, nikasema iwezekani. Sawa. Sawa, ngoja nichukue vitu vyangu alafu nakuja. Haya. Na siwezi jizuia kusema wako wema, na sio kwamba najigamba, umenitenda mema. Na siwezi jizuia kusema wako wema, na sio kwamba najigamba. Sawa, alafu naomba nikuulize swali. Hivi wewe unasali kanisa gani? Kule nyumbani, KKT. KKT. Sasa nikwambie kitu. Unajua kama siku nyingine utaona kanisa ambalo unasali labda liko mbali sana, wala usijali. Mimi kanisa letu wala haliko mbali, lipo karibu tu hapo.
Kwa hiyo unaweza ukaja siku moja tukajumuika pamoja, tukaenda kanisani. Na nakuhakikishia, yani siku unafika pale kanisani, mchungaji akikuona tu, yani wewe lazima atakupa uongozi pale kanisani. Yani unaweza kuwa kabisa mwalimu wa kwaya. Sasa baada ya kumaliza mambo yako yote, wewe haina haja kunisubiri mimi kama unahitaji kuondoka. Kwa hiyo utanitumia ujumbe, mimi nitakupigia simu, nitakuelekeza wapi pa kuacha funguo, lakini pia nitakupa na ratiba za kesho zitaenda vipi. Sawa kaka. Haya. Hebu nipe tena. Na siwezi jizuia kusema kwa wema. Na sio kama najigamba. Sio kama najigamba. Umenitenda wema. Na siwezi jizuia. Tenda wako wema. Oh, hallelujah. Hallelujah. Jesus. Na sio kwamba najigamba. Umenitenda wema. Umekuwa mwema kwangu. Aya wewe. Umekuwa mwema kwangu. Nitumie. Nimekwambia nitumie hivyo hivyo hata kama ina ya kutolea. Mbona una maswali mengi lakini wewe nitumie tu hiyo hela. Jina linakuja Mariam. Karibu. Jamani nimekwambia karibu. Mbona tunataka kumizana makoo? Mambo. Poa. Samahani. Je, nitakuwa nimemkuta kweli? Ametoka. Okay. Baba huenda hajaenda mbali, nimsubiria narudi sasa hivi. Nisi atachelewa kwa sababu ameondoka hapa amependeza, amesema ameenda kwenye madili yake. Okay, sawa basi. Akirudi tutamwambia mimi nimekuja. Richi. Kwa kama Jia yupo na huduma zingine haziwezi kuendelea. Dunia. Huko tena. Unaweza ukadhani ni masihara kuhusu hichi ambacho kimeandikwa hapa, lakini trust me, kuna maelfu ya watu ambao wanakosa huduma kirahisi kabisa kwa sababu tu ya kutokujua Kiingereza. Lakini leo mimi sasa nataka nikusanue. Ukiwa na Ticha Zungu app, itakuwezesha kuweza kujua Kiingereza ndani ya muda mfupi na tena kilichonyooka mno. Hawa jamaa wameweka kibango chao kinachosema no English no service. Asa mimi leo naweka cha kwangu. Yes. Get Ticha Zungu and you will get service. Wefanye hivi uone. Utanishukuru baadaye. Ino dunia. Kama sijakuelewa hivi, unamaanisha nini? Kwani hapa umefuata nini? Nimemfuata G. Umemfuata G au umefuata huduma zake? Kwa mfano umeenda hotelini, halafu umemkosa mhudumu ambaye umemzoea. Unataka uniambie kutakula? Hapana. Utafanyaje? Nitamwagiza mhudumu alokuepo, ataniletea chakula nitakula. Kumbe una akili eh? Wewe ni mtu mzima, nisi ushanielewa. Kipepeo. Ina maana unamaanisha ni kwamba hii michezo unacheza? Na kushangaa wewe unamngangania mchezaji mmoja kila siku wakati timu hii ina usajili wa kutosha. Pengine wale ambao hujawazoea ndio wakawa mafundi na hatari kuliko hata huyo ambaye umemzoea. Hebu nyosha maelezo shemeji ni kuelewa unamaanisha nini? We, nani shemeji yako? Au ni kitu gani hujakielewa toka tuanze kuongea mimi na wewe? Na ukiangalia ni mwanaume mimi ni mwanamke. Au ni kitu gani anachokupa gym mpaka kiasi kwamba sisi wengine hatuna? Hapo sasa ndo naanza kukuelewa. Unajua mimi imani yangu kwamba kila siku nikija hapa najua G ndo mwenye uwezo wa kuhimili vishindo vyangu. Na ndio maana nikifika tu hapa moja kwa moja namfesi yeye. Kwa kitu gani haswa? Uo mwili na hicho kitambi? Uliona wapi uzito wa treni ukavunja reli? Sikia Richi nikwambie. Mvuvi hodari hapimi bahari kwa kidole. Hebu acha kuzunguka. Kwa tunafanyaje? Ni wewe tu. Na hela yako. Shule inayofunza mema na mabaya ndo dunia. Wajuaji na wapumbavu wa Mungu dunia.
Anguko lako ni kicheko kwa wengine, wasindikizaji, wapambanaji wa Mungu. Yeah. Hii ndo dunia bwana. Nikisema nikupe hiki kichwa huwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani msione Uko. Soge. Pesa kwanza, alafu show ndo inafuata. Sasa sikuelewi. Utaratibu wangu mimi ni prepaid. Unalipa kwanza, alafu unahudumiwa. Na bora ningekuwa sikujui. Ila nakufahamu wewe baba. Hata unisumbui. Unalipa, alafu show iendelee. Sawa, hamna shida. Kila hichi mimi nakipeleka wapi? Au kama unanipiga busu tu, tutakuwa tumemalizana. Sasa mimi lenyewe nikupana ndo hiyo mwanangu. Sina chochote hapa. Na nishamzoea G kwamba nikija hapa nikimkuta G kama mambo sielewi namtumia hata kwenye simu. Sasa sasa unaambia kwamba uelewi. Waongeze hela nyingine, mambo mengine yaendelee. Okay sawa, hamna shida. Basi nitakuwa nimeshindwa mimi. Haya, nenda. Mbuko. Basi ongeza hata 5,000 afu nijue nitakusaidiaje. Sasa mambo si ndo kama haya. Shule inayofunza mema na mabaya ndo dunia. Wajuaji na wapumbavu wa Mungu. Dunia. Anguko lako ni kicheko kwa wengine, wasindikizaji, wapambanaji wa Mungu. Yeah. Hii ndo dunia bwana. Nikisema nikupe hiki kichwa huwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani msione nalewa, ndio maana nalewa. Sinywi mitungi kwa sifa, yanayonifelisha ndo chanzo. Kurudio mnachelewa, Mambo. Unajua ni muda mrefu sana nimekuona hapa. Bila shaka kuna mtu anamsubiri. Yaani hilo swali linahusiana nini yani? Na kwa nini? Sio kwa nia mbaya. Samahani kama nitakuwa nakukosea. Leo nimekutana na mwanamke. Unajua una aina fulani hivi ya ulinzi binafsi uliojiwekea. Ni ngumu sana mwanaume wote kuingia. Hongera. Mwanaume wako ana bahati sana. Unajua kuwa na mwanamke wa aina yako ni ngumu. Tena mno. Acha nikupe maua yako. Wewe kaka una akili? Wewe mwanaume wangu hapa ameingiliaje? Mimi si ndo nimekujibu. Yeye ndo amekujibu hapa. Kwa hiyo hakuna mwanamke ambaye anaweza akajisimamia mwenyewe, lazima nyuma yake wewe na mwanaume. Wewe vipi? Hemu usiniharibie mood. Basi. Samahani. Ila naomba nikwambie kitu kimoja. Utanisamehe kama nitakuwa nakukwaza. Unajua wakati niko pale, tupa jicho huku, kuona mwanamke mzuri. Nikaamua nisogee. Ila cha ajabu kadri ninavyozidi kusogea, hatua kwa hatua, mpaka nimefika hapa. Kumbe kile nilichokuwa nafikiria ni tofauti kabisa. Sasa ndo nakuona vizuri. Aisiwe dada ni mzuri. Unajua uzuri nilikuwa nakuona kule, hapa ni mara 10,000. Yes. Jamani, umebarikiwa sana. Unajua kwa uzuri wako, hakuna mwanaume yoyote akikuona akachomoa. Angalie kasura kako. Rangi. Jamani, haya sawa inatosha. Unaweza kwenda. Naitwa Nizo. Very. Sorry, naweza kupata namba yako?
Namba tena. Kuwa na amani. Na wala hata sitokusumbua. Ukiona nakusumbua njia rahisi ni bloku. Sawa mama Shule inayofunza mema na mabaya ndio dunia. Wajuaje na wapumbavu wamo dunia. Anguko lako ni kicheko kwa wengine dunia. Wasindikizaji, wapambanaji wamo. Hii ndo dunia bwana. Nikisema nikupe hiki kichwa huwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani msione nalewa. Kutoka makao makuu ya PMbet paka hapa Kigamboni, Dar es Salaam, ambapo tumekuja kumkabidhi mshindi wa gari aina ya Nissan X-Trail ambayo ipo nyuma yangu hapa. Kwanza mimi nilikuwa siamini japokuwa kashinda yeye, lakini siku ya kwanza ambapo anapigiwa simu tumefurahi sana kiukweli. Napenda kucheza 7 Fruit, hadi kindege anacheza. Bahati zipo jamani, sio uongo, ni kweli kabisa. Promotion ya Royal Win Plus inaendelea kutoa magari mengi zaidi kila kukicha, lakini pia pesa taslim. Jisajili kupitia tovuti yetu pmbet.co.tz. Mr. Man. Mgonjwa nimempokea tangu jana usiku. Lakini mpaka sasa sijaweza kumpa taarifa mtu yoyote au mabinti ambao wamemleta hapa hospitali. Kwa sababu nilijua mtu ambaye anapaswa kupata taarifa hizi ni wewe. Nilijaribu kutafuta jana usiku lakini sikukupata. Na nikajua tu kabisa utakuwa nyumbani. Na ndio maana niliweza kusubiri nikajua utafika hapa hospitali. Naomba unisikize kwa makini. Tumempokea mgonjwa wetu jana usiku akiwa katika hali mbaya sana. Lakini baada ya kufanya vipimo tukaweza kubaini kuwa ana sumu kali sana katika mwili wake. Aidha labda alikunywa ama alikula, lakini tumeweza kubaini kuwa kuna sumu kali sana katika mwili wake, na imeweza kuharibu kila kitu katika tumbo lake. Tumejitahidi sana kupambana ili kuweza kuokoa maisha ya mtoto aliyekuwa tumboni. Tumejitahidi kadri ya uwezo wetu, lakini tumeshindwa. Pole sana Mr. Manyanya. Kwa hiyo baada ya kumkosa mtoto tulifanya jitihada ya kuweza kumtoa ili kuweza kuokoa maisha ya mama. Lakini pia ilishindikana. Masida amefariki. Unaweza ukadhani ni masihara kuhusu hichi ambacho kimeandikwa hapa, lakini trust me, kuna maelfu ya watu ambao wanakosa huduma kirahisi kabisa kwa sababu tu ya kutokujua Kiingereza. Lakini leo mimi sasa nataka nikusanue. Ukiwa na Ticha Zungu app, itakuwezesha kuweza kujua Kiingereza ndani ya muda mfupi na tena kilichonyooka mno. Hawa jamaa wameweka kibango chao kinachosema no English no service. Asa mimi leo naweka cha kwangu. Yes, get Ticha Zungu and you will get service. Wefanye hivi uone, utanishukuru baadaye.
niliachaga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipindapinda dunia, tofauti na mama alivyonilea, maana nimekosa nguvu kujitetea. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka, thamani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia shule inayofunza mema na mabaya, dunia wajuaji na wapumbavu wa Mungu.